Hamjambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, chanzo chako cha habari za uhakika kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda wa maziwa makuu. Na ikiwa leo tarehe 12 za mwezi wa 5 Mei mwaka 2026, tutakuletea taarifa muhimu kuhusu hali ya usalama endelea kuzorota katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kusini, ambako mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wazalendo na waasi wa M23 katika eneo la Masisi pamoja na hali ya taharuki inaongezeka kufuatia mlipuko wa Ebola endelea kuasiri maeneo ya Ituri, Goma na Butembo. Pia tutakuwa na taarifa kuhusu hatua mpya zilizochukuliwa na Uganda kufuatia hofu ya kusambaa kwa Ebola, kurejea kwa usafiri kwenye barabara Butembo Goma baada ya siku 3 za kufungwa, pamoja na habari nyingine muhimu za kisiasa, kijamii na kiusalama kutoka ndani na nje ya nchi. Mimi ni Teloje Longa, basi karibu endelee kuwa nasi katika dakika za mchana kwa habari kamili, uchambuzi wa taarifa za kina kupitia Kivu News Info. Mapigano makali yameendelea kuripotiwa tangu jana Alhamisi hadi leo Ijumaa tarehe 12 Mei katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano haya yanakutanisha na jeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kusaidiwa na wapiganaji wa Zalendo dhidi ya waasi wa muungano AFC M23 ndio kuungwa mkono na jeshi la Rwanda. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kutoka vyanzo vya ndani vilivyowasiliana na Kivu News Info, mapigano haya yamezuka kwa nguvu katika maeneo ya Chungi pamoja na Milio ya Kiningi, hasa katika vilima vinavyotazamana na maeneo ya Kiningi na Kavuta ndani ya grumenti ya Kibabi, umbali wa takriban kilomita 13 kutoka Rubaya. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa milio mizito ya silaha mikubwa na ndogo imekuwa ikisikika tangu siku kwa mkia leo, alilozua taruki kubwa miongoni mwa wakazi wa maeneo hayo. Mashahidi wa eneo wanasema kuwa hali ya usalama endelea kuwa tete, huku wananchi wengi wakilazimika kuondoka kwa haraka wakihofia maisha yao. Familia kadhaa zimeonekana zikikimbia kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, wengine wakibeba watoto wao pamoja na mali chache walizoweza kuokoa. Wakazi wa Masisi wanaeleza kuwa mashambulizi yao mapya yameathiri maisha ya kila siku, kwani shughuli nyingi zimesimama kutokana na hofu ya kuendelea kwa mapigano. Barabara kadhaa zinazounganisha vijiji vya eneo hilo zimeripotiwa kuwa na hatari kupitika, huku baadhi ya wananchi wakisema hawajui kuelekea upande gani kutokana na kusambaa kwa mapigano katika mihili tofauti. Mbali na leo na eneo la Kiningi, taarifa nyingine zinaonyesha kuwa mapigano pia yaendelea katika mihili wa Kashovu, Mahinga, Zingati hadi Muyawano. Eneo hilo nalo linaripotiwa kushuhudia mashambulizi ya mara kwa mara kati ya pande hizo mbili zinazopigania udhibiti wa maeneo ya kimkakati ndani ya wilaya ya Masisi. Kwa sasa bado kuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliopoteza maisha kujeruhiwa katika mapigano hayo, lakini mashirika ya kiraia yanaonya kuhusu kuongezeka kwa hali ya kibinadamu kutokana na wimbi jipya la wakimbizi wanaokimbia makazi yao. Mapigano haya yaendelea wakati ambako usalama mashariki mwa Kongo unaendelea kuzorota, kwa wananchi wakidai kubaki kwa waathirika wakubwa wa mzozo huu wa muda mrefu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikishutumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23, madai ambayo Kigali imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara. Hadi tunakuandalia taarifa hii, milio ya silaha bado inaendelea kusikika katika baadhi ya maeneo ya Masisi, huku hofu ikiendelea kutawala miongoni mwa wananchi wanaotafuta usalama wao na familia zao. Baada ya siku 3 za kusimama kwa shughuli za usafiri kwenye barabara kuu inaunganisha miji ya Butembo na Goma, hatimaye hali imeanza kurejea kwa kawaida hii leo katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini. Kufunguliwa tena kwa barabara hiyo kunakuja baada ya waasi wa M23 kuondoa kizuizi walikuwa wameweka tangu Jumatatu tarehe 18 Mei, wakieleza kuwa hatua hiyo ilikuwa sehemu ya tahadhari ya kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola ambao tayari umethibitishwa katika maeneo kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, magari yameanza kuruhusiwa kupita tena baada kuwekwa kwa vifaa maalumu vya uchunguzi wa afya katika eneo la Bikara ambalo limekuwa kitovu cha kituo cha ukaguzi. Vifaa hivyo vinajumuisha mashine ya kupima joto la mwili pamoja na maeneo ya kunawia mikono kwa wasafiri wote wanaopita katika mili huo muhimu wa usafiri kati ya Butembo na Goma. Katika kipindi cha saa zaidi ya 72 zilizopita, mamia wasafiri walijikuta wamekwama barabarani bila kujua hatima yao. Zaidi ya magari 18 pamoja na mamia mapikipiki yalizuiliwa katika
eneo la Bikara, huku abiria wengi wakilazimika kulala njiani kwa siku kadhaa wakisubiri mamlaka kuruhusu safari kuendelea. Baadhi ya wasafiri walizungumza na vyombo vya habari vya ndani, wanaeleza kuwa mateso waliopitia katika siku hizo tatu za kusubiri. Wamesema walikosa chakula cha kutosha, maji pamoja na sehemu salama za kupumzika. Alizua maswali makubwa hasa kwa wanawake, watoto na wagonjwa waliokuwa safarini. Wengine wanaeleza kuwa biashara zao zimesimama ghafla kutokana na kufungwa kwa njia hiyo ambayo ni muhimu kwa usafirishaji wa bidhaa katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Madereva magari na mizigo nao wameonyesha wasiwasi wao kuhusu kufungwa kwa barabara kumesababisha hasara kubwa kwa kiuchumi. Baadhi yao walikuwa wakisafirisha bidhaa zinazoharibika kwa haraka, huku wengine wakikosa mafuta, fedha na za kuendelea kukaa njiani kwa muda mrefu. Kufunguliwa tena kwa barabara hiyo kunatajwa kuwa ufueni kubwa kwa wakazi wa Goma, Butembo na maeneo jirani ambao tegemea mili huyo kwa biashara ya usafiri wa kila siku. Hata hivyo, mamlaka za afya pamoja na vikundi vinavyodhibiti maeneo vinaendelea kuwataka wananchi kuchukua tahadhari kali dhidi ya Ebola kwa kuzingatia usafi wa mikono na kuripoti mapema dalili zote zinazohusiana na ugonjwa huo. Hatua kufungwa kwa barabara ilichukuliwa baada ya kuthibitishwa kwa visa vya Ebola katika mji wa Goma, Butembo pamoja na baadhi ya maeneo ya Ituri. Ugonjwa ambao umewahi kusababisha vifo vya maelfu ya watu nchini Kongo katika miaka iliyopita unaendelea kuzua hofu kubwa miongoni mwa wananchi, hasa kutokana na kasi ya watu kusafiri katika miji hiyo mikubwa. Mashirika ya afya yanaonya kuwa licha ya kufunguliwa tena kwa barabara, hatari ya maambukizi bado iko ikiwa wananchi hawatazingatia masharti yaliyowekwa ya kujikinga. Wataalamu wa afya wanaendelea kufanya uchunguzi kwa wasafiri katika vituo mbalimbali ili kuzuia kuenea zaidi kwa ugonjwa huo ndani ya Kivu Kaskazini na maeneo jirani. Kwa sasa hali ya usafiri imeanza kurejea polepole katika miji ya Butembo, Goma, huku msururu mirefu ya magari na pikipiki ikionekana kuendelea na safari baada ya siku kadhaa za kusubiri. Wananchi wengi wameeleza matumaini kwamba hatua hizo za afya zitaendelea kutekelezwa bila kusababisha tena kusimamishwa kabisa kwa usafiri katika barabara hiyo muhimu ya maisha ya kila siku kwa wakazi wa eneo hilo. Hali ya usalama endelea kuzua wasiwasi mkubwa katika mji wa Uvira mkoani Kivu Kusini baada ya mwanajeshi mmoja wa jeshi la serikali ya Kongo FARDC kuuawa kwa kupigwa risasi na watu wenye silaha ambao bado hawajatambulika. Tukio limetokea siku ya jana jioni Alhamisi tarehe 21 Mei katika mtaa wa Kakombe ndani ya komini ya Mlongwe kwenye Avenue Kivu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani pamoja na Kivu News Info, watu hao wenye silaha walishambulia mwanajeshi huyo katika mazingira ambayo bado hajafahamika vizuri hadi sasa. Mashuhuda wa eneo wanasema milio ya risasi ilisikika ghafla jioni na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa Kakombe, wengi wao kukimbilia ndani ya nyumba zao kwa hofu ya usalama wao. Baadhi ya wakazi wa eneo wameeleza kuwa baada ya kusikika kwa risasi, kundi la watu linaonekana likimbia kutoka eneo la tukio kabla ya vikosi vya usalama kufika. Hata hivyo, hadi tukiandika taarifa hii hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu utambulisho wa washambuliaji hao wala sababu halisi za mauaji hayo. Tukio linaongeza hofu miongoni mwa wananchi wa Uvira ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakikabiliwa na changamoto za kiusalama zinazohusishwa na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha katika maeneo ya Kivu Kusini. Wakazi wanasema hali ya usalama endelea kuwa ya wasiwasi, hasa nyakati za usiku ambako matukio ya uporaji na mashambulizi ya kutumia silaha yamekuwa kiripotiwa mara kwa mara. Vyanzo vya ndani vinaweza kwa vikosi vya usalama vilifika eneo la tukio muda mfupi baada ya shambulio hilo na kuanzisha uchunguzi ili kubaini waliotekeleza mauaji hayo. Hata hivyo, kuna mtu aliyekuwa amekamatwa hadi kufika sasa. Mamlaka pamoja na viongozi wa kijamii endelea kutoa wito kwa wananchi wa kuwa waangalifu na kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama kuhusu watu au mienendo inayotia shaka katika maeneo yao. Wito huu umetolewa wakati ambako eneo la Uvira linaendelea kushuhudia changamoto zinazohusiana na uwepo wa makundi yenye silaha pamoja na ongezeko la matukio ya uhalifu wa kutumia silaha. Wananchi wa Kakombe wameeleza msitiko yao kufuatia tukio hilo, wakisema wanahitaji kuimarishwa zaidi kwa ulinzi ili kurejesha hali ya utulivu katika eneo lao. Wengine wanaonya kuwa endapo hatua madhubuti zitachukuliwa, hali ya hofu itaweza kuendelea kuongezeka miongoni mwa raia wa kawaida ambao tayari wamechoshwa na hali ya ukosefu wa usalama. Hadi sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mamlaka za eneo la Uvira bado hazijatoa taarifa za kina kuhusu mazingira ya mauaji hayo, huku uchunguzi ukiendelea kubaini waliotekeleza shambulio hilo pamoja na nia yao. Serikali ya Uganda imetangaza hatua kali za dharura kufuatia kuendelea kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hatua hiyo ilitangazwa Alhamisi na kikosi kazi cha kitaifa cha Uganda kinachosimamia mapambano dhidi ya Ebola kinachoongozwa na makamu waziri wa nchi hiyo. Miongoni mwa hatua zilizotangazwa ni kusimamishwa kwa safari zote za ndege kati ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya kipindi cha masaa 48 zijazo. Serikali ya Uganda imeamua kusitisha kwa muda wa wiki 4
4 usafiri wote wa umma kwa abiria kati ya nchi hizo mbili, hatua inayohusisha mabasi ya kuvuka mipaka pamoja na huduma za usafiri kwa feri katika mto Simliki unaotenganisha sehemu za Uganda na Kongo. Hata hivyo, mamlaka za Uganda zimeeleza kuwa usafirishaji wa mizigo, chakula cha cargo utaendelea kuruhusiwa ili kuepuka kuathiri biashara na upatikanaji wa bidhaa muhimu kwa wananchi wa pande zote mbili za mipaka. Mbali na tozo za usafiri, Uganda pia imesitisha sherehe za kitamaduni za mikusanyiko mikubwa inayofanyika katika maeneo ya mipakani kati ya Uganda na Kongo. Serikali imeeleza kuwa mikusanyiko hiyo huleta watu wengi pamoja na inaweza kuongeza hatari ya kuenea kwa maambukizi ya Ebola. Vile masoko ya mwisho wa wiki katika maeneo mpakani yanayotajwa kwa katika hatari kubwa na yamesimamishwa kwa muda wa wiki 4 zijazo. Katika hatua nyingine za kuimarisha ulinzi wa afya, Uganda umetangaza kuwa wananchi wanaotoka Kongo sasa watalazimika kutumia vituo rasmi vya mpakani vinavyotengwa na serikali. Hatua inalenga kudhibiti harakati zisizo rasmi ambazo zinaweza kuchangia kusambaa kwa ugonjwa huo. Serikali ya Uganda pia imesema imeongeza uchunguzi wa afya katika mipaka yote inaunganisha nchi yao na Kongo. Vituo vya kupima afya vimearishwa, huko kituo kingine cha ziada cha uchunguzi wa Ebola kikianzishwa ili kupunguza muda wa kusubiri majibu ya vipimo. Vikosi vya usalama vimepewa jukumu la kuongeza doria katika maeneo ya mpakani ili kudhibiti harakati ambazo si lazima. Licha ya tahadhari hizo zote, msemaji wa kikosi cha kati cha kitaifa cha Uganda amesitiza kuwa hadi sasa hakuna mgonjwa wa Ebola alithibitishwa ndani ya Uganda. Amesema mtu aliyekuwa amehusishwa na mawasiliano ya karibu na marehemu mmoja alihusishwa na Ebola alipimwa na kukutwa hana maambukizi na kwa sasa hali yake inaendelea vizuri. Hatua za Uganda zinatajwa kuwa sehemu ya juhudi za kuzuia ugonjwa huo kuingia ndani ya mipaka yake, hasa kutokana na historia nchi hiyo ambayo imewahi kukumbwa na mlipuko wa Ebola katika miaka iliyopita. Wataalamu wa afya wanaendelea kuwataka wananchi wa eneo hilo la mpakani kufuata masharti ya usafiri, kuripoti dalili zote zinazohusiana na Ebola na kuepuka safari zisizo na lazima kuelekea maeneo yaliyoathirika zaidi nchini Kongo. Wasiwasi mkubwa unaendelea kuongezeka katika mkoa Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya wagonjwa kadhaa walikuwa wakionyesha dalili za ugonjwa wa Ebola kutoka kwenye hospitali kuu ya rufaa ya Rwampara kufuatia vurugu zilizozuka ndani ya kituo hicho cha afya. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, vurugu hizo zilitokea katika mazingira ambayo bado hayajaelezwa kikamilifu, alisababisha sitofahamu kubwa katika hospitali na kuwapa nafasi baadhi ya wagonjwa walikuwa chini ya uangalizi wa kitabibu kuondoka na kujificha miongoni mwa wananchi. Tukio hilo limebua hofu kubwa kwa wakazi wa eneo la Rwampara pamoja na mamlaka za afya zinazopambana kudhibiti mlipuko wa Ebola unaendelea katika mashariki mwa Kongo. Kiongozi wa gavumenti ya Seria ameonya kuhusu uwezekano wa kuenea kwa maambukizi ndani ya jamii kufuatia kutoweka kwa wagonjwa hao. Amesema hali hiyo imeweza kuwa na hatari sana ikiwa wagonjwa hao wataendelea kujichanganya na wananchi bila uangalizi wa kitabibu, hasa kutokana na uwezo mkubwa wa Ebola kusambaa kupitia mawasiliano ya karibu kati ya watu. Akizungumza baada ya tukio hilo, kiongozi huyo ametoa wito wa dharura kwa wagonjwa waliotoroka pamoja na familia zao kurejea haraka hospitalini ili kuendelea kupata matibabu wanayoyastahili. Amesisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu si tu kwa afya zao binafsi bali pia kwa usalama wa jamii nzima inaweza kuwekwa katika hatari ya maambukizi. Wakazi wa eneo la Rwampara wameeleza hofu yao kufuatia tukio hilo, wakisema wengi wao sasa wanaishi katika hali ya taharuki kutokana na kutofahamu wagonjwa walioelekea. Baadhi ya wananchi wameanza kupunguza mkusanyiko na safari zisizo na lazima kwa hofu ya kuambukizwa ugonjwa huo hatari. Wafanyakazi wa afya katika eneo wanaendelea kufanya juhudi za kuwatafuta wagonjwa waliotoroka, huku wakihimiza wananchi kutoa taarifa yoyote itakayoweza kusaidia kuwapata. Timu ya afya zimeendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu dalili za Ebola pamoja na hatua za kujikinga dhidi ya maambukizi. Mlipuko wa Ebola unaendelea mashariki mwa Kongo, unaendelea kuzua taharuki katika mikoa mbalimbali, hasa kutokana na kasi ya harakati za wananchi na changamoto za kiusalama zinazokwamisha juhudi za wahudumu wa afya. Wataalamu wanaonya kuwa matukio kama haya ya wagonjwa kutoroka yanaweza kufanya mapambano dhidi ya ugonjwa huo kuwa mgumu zaidi. Kwa sasa mamlaka za afya pamoja na viongozi wa eneo wanaendelea kuhimiza wananchi kubaki watulivu lakini waangalifu, huku wakisisitiza umuhimu wa kuwahi hospitalini pale wanapoonesha dalili zinazoweza kuhusishwa na Ebola kama vile homa kali, kutokwa damu, uchovu mkubwa au kutapika. Kutokana na hiyo, hofu ya kuongezeka kwa maambukizi ndani ya jamii inaendelea kutawala katika eneo la Rwampara, wakati juhudi za kuwatafuta wagonjwa waliotoroka zikiendelea chini ya uangalizi wa mamlaka za afya na usalama.
La situation a dégénéré ce jeudi midi à l'hôpital général des références de Rwampara, considéré comme l'un des foyers touchés par la maladie à virus Ebola après Mungwalu. Tout est parti du décès d'un jeune homme suspecté d'être contaminé par Ebola dans cette structure sanitaire. Des membres de sa famille, accompagnés des jeunes du milieu, ont contesté les circonstances de cette mort et exigé la récupération du corps. Très vite, la tension est montée d'un écran. Des projectiles ont été lancés contre les bâtiments de l'hôpital et plusieurs infrastructures ont été endommagées, notamment des véhicules, dont une ambulance. Juste pour réclamer, banganga wanasema hapana, ifale ile maiti baizike na sikilite mzuri kisi watu wale hawakupenda kusikia. Tunaona madega sawa vile banachoma nini site banachoma tank na kwa mtu mwana kufanana kwa calcium. Au cours de ces violences, des tentes d'isolement destinées à la prise en charge des malades d'Ebola ont été incendiées. Sur place, un corps suspecté d'être contaminé par le virus a également été brûlé dans l'une des installations détruites. Autre inquiétude soulevée par les autorités locales, plusieurs malades présentant des symptômes d'Ebola auraient pris la fuite et se seraient dispersés dans la communauté. Plusieurs leaders d'opinion plaident également pour une meilleure communication autour de l'épidémie afin d'éviter la désinformation et la panique. C'est notamment le cas de Lick Malembe, leader d'opinion en Ituri, qui estime que la sensibilisation communautaire reste suffisante. Cette faible communication, cette absence même de communication de la part des responsables sanitaires dans la province, c'est ce qui a laissé les rumeurs prendre de la place et c'est ce qui continue jusqu'aujourd'hui. Alors, lorsque vous voyez les gens ne sont pas informés exactement de ce qui se passe. Pendant ce temps, les forces de l'ordre poursuivent les efforts pour sécuriser l'hôpital et rétablir le calme dans cette partie du territoire du Rum. Kwa habari zaidi na uchambuzi wa kina kuhusu matukio endelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mengine, sasa tunajiunga moja kwa moja na wenzetu wa Radio Kapi kwa taarifa zaidi. Na ilikuwa ni Kivu News Info tukuletea habari za mchana kutoka maeneo mbalimbali ya Kivu, Ituri na ukanda wa maziwa makuu. Basi asanteni sana kwa kutuendelea, kutuamini na kufuatilia matangazo yetu. Mimi ni Telojo Longa, sasa nakutakia mchana mwema na utulivu popote pale ulipo, na ni kwede tena tukutanane jioni kwa habari nyingine zaidi, taarifa za hakika na matukio mapya yanaendelea ndani na nje ya nchi. Basi endelea kufuata matangazo kutoka kwa wenzetu wa Radio Okapi. Des installations du centre d'isolement destiné au traitement des maladies d'Ebola ont été incendiées à l'hôpital général de référence de Rwampara à Ituri. Les auteurs de cet incendie sont des manifestants en colère. Les détails dans un instant. Human Rights Watch prend position face à ce qu'elle qualifie de restriction de l'espace politique en RDC. Lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa, son directeur exécutif a attiré l'attention du pouvoir en place sur la nécessité de ne pas restreindre la liberté d'expression ni les manifestations publiques pacifiques. L'invité de ce journal est le député national Jetro Muyombi, élu de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Il revient sur la question d'actualité qu'il a adressée à la SNEL concernant les coupures récurrentes et les déficits de production énergétique en République démocratique du Congo. Mais sachez d'abord que le gouverneur du Haut-Katanga a démissionné hier jeudi. Dans une lettre adressée au président de la République ce même jeudi, Jacques Kiabula Katwe annonce donc sa démission de ses fonctions de gouverneur de la province du Haut-Katanga. Au cours de ces derniers mois, ma présence prolongée à Kinshasa requise pour des raisons professionnelles et institutionnelles m'a éloigné de ma province dans un contexte particulièrement sensible sur le plan sécuritaire, explique Jacques Kiabula. Il dit avoir tiré toutes les conséquences politiques et administratives de cette situation, étant soucieux de préserver la sérénité des institutions ainsi que le bon fonctionnement de l'administration provinciale. Dans sa correspondance, le gouverneur démissionnaire réitère toutefois sa loyauté envers les chefs de l'État et se déclare profondément attaché à la vision de stabilité, de paix et de développement incarné par Félix-Antoine Tshisekedi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal du matin. Place à Ebola avec ce triste incident. Hier jeudi,
Des installations d'un centre d'isolement destiné au traitement des malades ont été incendiées à l'hôpital général de référence de Rwampara, en périphérie sud-ouest de Bunia en Ituri. Les auteurs de cet acte sont des manifestants en colère. Selon des sources médicales, ces jeunes, appuyés par des membres d'une famille dont un enfant serait décédé d'Ebola, ont pris d'assaut la structure sanitaire pour tenter de récupérer le corps de la victime. Contestant les circonstances de ces décès, la police est intervenue avec des tirs de sommation pour maîtriser la situation. Reportage signé Martial Kizabiamongo. Des tirs de sommation, des actes de vandalisme et des incendies, tel est le décor observé ce jeudi à la mi-journée à l'hôpital général de référence de Rwampara, où étaient installés des tentes, des centres d'isolement destinés à la prise en charge des cas suspects et confirmés d'Ebola. Selon plusieurs témoins, une foule hostile, doutant de l'existence même de cette maladie, a contesté la circonstance du décès d'un de leurs et a voulu récupérer le corps par la force. Les manifestants ont réussi à incendier des tentes d'isolement. Un corps qui s'y trouvait a été calciné dans les flammes. Lik Malembe, acteur sociopolitique local et témoin de l'événement, attribue cette situation à une mauvaise communication des autorités sanitaires sur les mesures de prévention et de riposte contre Ebola. La population n'est pas suffisamment sensibilisée pour une certaine population. Ebola, ça n'existe pas, c'est faux. Donner des moyens à des leaders d'opinion qui peuvent parler à la population et on va les écouter. Certaines sources indiquent qu'à la suite de ces tensions, plusieurs cas suspects et malades d'Ebola qui étaient internés dans ces centres d'isolement ont pris la fuite. Bunia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi. Encore un mot sur Ebola. À Butembo, au Nord Kivu, plusieurs écoles et structures sanitaires renforcent à nouveau les mesures de prévention contre la maladie. Lavage systématique des mains, dispositifs sanitaires et prise de température refont progressivement surface après la résurgence de l'épidémie déclarée il y a une semaine dans la province voisine de l'Ituri. Les points avec Martial Papimukeba. À l'entrée de plusieurs écoles de Butembo, les dispositifs de lavage des mains sont de retour. Des lavabos ont été installés devant les salles de classe en fait de renforcer la prévention contre Ebola. Élèves et enseignants se lavent régulièrement les mains au savon à chaque entrée et sortie des classes. Des séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques de prévention sont également organisées dans plusieurs établissements scolaires. Selon certains responsables d'école, ces mesures visent à protéger les élèves ainsi que les personnels enseignants contre une éventuelle propagation du virus. Quelques établissements indiquent avoir utilisé une partie de leurs frais de fonctionnement pour l'achat des kits de lavage des mains. Même vigilance dans plusieurs structures sanitaires de la ville. Dans certains centres de santé, visiteurs et patients sont soumis au respect strict des mesures barrières, notamment le lavage obligatoire des mains et la prise systématique de la température. Ces dispositions interviennent alors que la ville de Butembo a déjà enregistré un cas confirmé d'Ebola depuis la déclaration officielle de l'épidémie dans la province voisine de l'Ituri samedi dernier. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi. Je le disais en titre, l'ONG internationale Human Rights Watch prend position face à ce qu'elle qualifie de restrictions de l'espace politique en RDC. Son directeur exécutif, Philippe Bolopion, en visite à Kinshasa, s'est exprimé hier jeudi lors d'une conférence de presse tenue dans la capitale. Selon lui, depuis l'annonce de la possibilité d'une réforme constitutionnelle, une vive tension s'installe dans la vie politique, rappelant l'atmosphère de la fin du mandat de l'ancien président Joseph Kabila. Human Rights Watch attire l'attention du pouvoir sur la nécessité de ne pas restreindre la liberté d'expression ni les manifestations publiques pacifiques. On écoute Philippe Bolopion au micro d'Askin Zigbatayoro. On pense qu'il y a vraiment un risque dangereux. Ça nous rappelle d'une certaine manière la situation vers la fin du mandat du président Kabila, quand il y avait vraiment un effort pour essayer de faire taire l'opposition. Et pour nous, c'est vraiment dangereux ce moment dans la vie politique congolaise où il y a vraiment un risque de recul, de marche arrière sur l'espace démocratique dans ce pays. Un des sujets sur lesquels nous avons beaucoup travaillé, ce sont les disparitions forcées ou les arrestations arbitraires. Notre espoir, c'est vraiment que cet espace civique, cet espace démocratique ne rétrécisse pas plus, mais qu'au contraire,
les autorités prennent des mesures pour s'assurer que les gens puissent manifester pacifiquement quand ils en ont le désir, puissent s'exprimer comme ils l'entendent dans les médias indépendants, puissent exprimer leurs opinions politiques, y compris sur l'opportunité ou non d'un changement de la Constitution, et de voir ce climat de peur. C'est assez saisissant pour nous. Human Rights Watch a longtemps travaillé en République démocratique du Congo. Nous connaissons la vigueur du débat civique dans ce pays, et pour nous ce serait une grande perte de voir les autorités essayer de restreindre cette liberté d'expression. Au cours de sa conférence de presse, Philippe Bolopion dit avoir eu un échange franc avec les autorités congolaises et différentes organisations de la société civile sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et de la vie politique actuelle à Kinshasa. Sur le terrain des hostilités, justement, les combats se sont poursuivis hier jeudi entre la rébellion de l'FC-M23 et les Wazalendo alliés au FARDC dans le territoire de Masisi au Nord Kivu. C'est le 4e jour consécutif d'affrontements dans cette zone. Selon plusieurs sources locales, les combats se concentrent actuellement dans les villages de Machaki et de Kaseni, tous situés dans le secteur d'Osso, Banyungu. Les détails avec Jean-Marie Kanaïmba. Depuis tout ce jeudi matin, des dénotations d'armes lourdes et légères sont entendues dans ces zones au sud-ouest du territoire de Masisi. Ces combats interviennent après de violents affrontements signalés jusqu'en soirée de mercredi. À l'issue de ces combats, les Wazalendo auraient repris le contrôle des villages Luki, Katobotobo et Kazinga dans le groupement Nyamaboku 1. Rappelons que depuis lundi, les tenses combats opposent les deux camps dans cette partie du territoire. Jusqu'à mercredi 20 mai, la coalition Wazalendo avait déjà pris le contrôle de plusieurs localités du secteur de Katoi, ainsi que de la quasi-totalité du groupement Nyamaboku 1. Cependant, la situation reste confuse et très volatile dans ces entités, aujourd'hui largement vidées de leur population civile qui ont fui les violences. La situation des déplacés internes en Ituri et dans les Tanganyika était au cœur des échanges hier jeudi à Kinshasa. Autorités nationales et provinciales, notamment les ministres de l'Intérieur, du Plan et des Affaires sociales, les gouverneurs ainsi que des partenaires internationaux se sont réunis autour de cette problématique. Objectif, trouver des solutions durables pour ces déplacés et élaborer une feuille de route en vue d'une aide humanitaire mieux coordonnée. Selon les chiffres présentés en visioconférence par le gouverneur Christian Kitungwa Muteba et le lieutenant général John Luboya Nkashama, on compte plus de 390 000 déplacés dans les Tanganyika et 926 000 en Ituri depuis janvier. Cet atelier stratégique est organisé par le groupe de concertation Nexus Humanitaire Développement Pays. Reportage signé John Chibwabwa et Esther Mambote. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na wajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzenishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Audio Jungle.